السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya taqwa Allah, kumwogopa Allah jalla wa ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwa waja wake na ikawa haina udhuru wowote kwa mwanamume ila kwa kuondokewa na akili au mauti, na kadhalika kwa mwanamke ibada hiyo haina udhuru wowote isipokuwa atakapokuwa katika ada zake au katika nifasi. Mwanamke amejifungua wakati wa nifasi, ndipo anapokuwa na udhuru wa kutotekeleza ibada hiyo, ni ibada ya swala. Na hii inaonesha uzito wa ibada hii na kwamba ndiyo ibada kubwa baada ya tauhidullah subhanahu wa ta'ala aliyofaradhisha Allah jalla wa ala juu ya waja wake, bali ndio nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Kwa maana hauwezi kusimama Uislamu wa mtu baada ya kutamka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, isipokuwa ni lazima kwake yeye asimamishe swala. Asipofanya hivyo, basi ile la ilaha illa Allah yake haimsaidii chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, yatosha kuwa ibada hii ni kubwa aliyofaradhisha Allah jalla wa ala, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewawajibisha mpaka mujahiduna fi sabilillah, kazi ngumu ya kuitetea dini ya Allah. Watu wako katika mapambano ya kunusuru Uislamu dhidi ya makufar, lakini Allah amewajibishia kuswali na akawekea utaratibu maalumu. Ukisoma suratul Nisa utaona Allah alivyowekea utaratibu wa Islam katika jihad fi sabilillah, namna ya kusimamisha swala. Almuhimu kwamba swala isiwapite, na likishindikana hilo, Allah amewaamrisha kwamba waswali katika hali yoyote waliokuwa nayo, lakini hawaruhusiwi kuacha swala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, fa idha tma'nantum fa aqimus salah, watakapopata utulivu wakatulizana, basi wasimamishe swala katika wakati wake na vile inavyotakiwa kusimamishwa katika hali ya kawaida. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa kwa waumini ina wakati maalumu. Allah ameiwekea utaratibu na wakati maalumu kuonesha kwamba swala ni jambo kubwa. Bali ayuha nnas, kuonesha kwamba swala haina udhuru, hata mtu akiwa anaumwa kiasi gani
muda wa kuwa akili yake haijaondoka, ni wajibu kwake yeye kuswali, ima moja kwa kuweza kutawadha, kushika udhu kwa kutumia maji au kutayammam. Yakishindikana yote hayo, Uislamu unamwambia atayamamishwe na wale walio karibu naye. Uislamu unamwelekeza aelekee kibla kwa kusimama, akishindwa kwa kukaa, akishindwa kwa kulalia ubavu wake kuelekea kibla, akishindwa yote hayo kwa sababu ya ugonjwa wake na alivyo hali ngumu, basi aelekee kula alikoelekea, lakini ni wajibu kwake yeye kuswali. Hii inaonyesha kwamba swala ni ibada ya wajib na ni faradhi ya lazima mno kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Lakini ndugu zangu Waislamu, angalia namna ya ukubwa wa swala. Allah jalla wa ala katika suratu Maryam ameelezea manabii mbalimbali na wasifu zao, mpaka kuelezea kizazi kuanzia Nabiullahi Adam alayhi salam mpaka wale walio pamoja na Nuh mpaka kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namna alivyowatukuza Allah jalla wa ala na kuwataja kwa uzuri. Kisha akasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kafuatia baada ya hao waliotajwa katika manabii wa Allah jalla wa ala kizazi kiovu au vizazi viovu, adaa'u as-salah, vilivyoipoteza swala na kuitupa nyuma ya mgongo wao, wakawa hawaswali watu hao. Wattaba'u ash-shahawat, na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Fasawfa yalqawna ghayya, hivi punde watakuja kukutana na adhabu ngumu. Allah jalla wa ala akaviita vizazi vilivyopoteza swala, kwani vizazi viovu havifai katika mgongo wa ardhi, wala kufumbiwa macho wala kunyamaziwa, kwa sababu ya kuacha swala, kwa sababu swala ndiyo imaduddin, ndiyo nguzo na mhimili mkuu wa dini, na anaiacha swala mtu huyo hazingatiwi kuwa ni Muislamu, pamoja na khilafu iliyokuwepo. Lakini mtu wamekubaliana wanawachuoni juu ya kwamba atakayeacha swala kwa maksudi na ikawa anazingatia kwamba si wajibu kwake yeye, mtu huyo yakfuru billahi azza wa jalla, anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii niliyosoma, anasema rahimahullah, lamma dhakara ta'ala hizba as-su'ada, wakati alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala kikundi cha watu watukufu, wa humul anbiya, nao ni manabii wa Allah alayhimus salam, wa man ittaba'ahum, yeyote atakayewafuata wao, min alqa'imina bihududillahi wa awamirihi, miongoni mwa wale ambao wanasimamia mipaka ya Allah jalla wa ala kwa kutekeleza sheria zake na maamrisho yake. Almuaddina faraidallah, wenye kutekeleza faradhi za Allah. Atarikina lizawajiri, wenye kuacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakara annahu khalafa min ba'dihim khalfun, akataja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba khalafa min ba'dihim khalfun, vikafuatia baada yao hawa manabii wa Allah na wale watu wema waliofuata vizazi viovu, ay qurunun ukhar, kwamba vizazi vingine adaa'u as-salah, vilivyoipoteza swala. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa idha adaa'uha, na watakapoipoteza hii swala na kuiacha na kuipuuza, fahum lima siwaha min alwajibati adya, basi wao kwa isiyokuwa swala katika wajibati alizozifaradhisha Allah jalla wa ala na kuziwajibisha kwa waja wake, basi ni wenye kuzipoteza zaidi. Ikiwa mtu ataacha swala, basi usiulize kuhusu amali nyingine, hana chochote mtu huyo anachokifanya ambacho kitaziba nafasi ya swala yake aliyoiacha. Liannaha imaduddin wa qiwamih, kwa sababu swala ndio muhimili wa dini na ndio nguzo yake, ndio msingi mkuu wa dini ya Uislamu. Wa khairu a'mali al-ibad, na ndio bora ya amali za waja. Miongoni mwa amali zilizokuwa bora za waja wanazozitenda ni kusimamisha swala tano alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, jambo la swala si jambo dogo kama wanavyolichukulia baadhi ya watu, ikawa wanaona ni jambo la kawaida. Vijana kwa wazee hawaswali wala hawana mpango na jambo la swala yao, kana kwamba si jambo la wajibu kwa wao wala si faradhi kwa wao.
bali wakaliona ni jambo la watu fulani, hawa wanafaa kuswali, si tunaona ni kawaida tu. Hili ni jambo la hatari ayuhal muslim. Ndugu yangu Muislamu, zinduka kabla ya kudirikiwa na umauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi alipokea Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake akisema, buniyal islamu ala khamsin, umejengeka Uislamu juu ya mambo matano au juu ya misingi mitano. Shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia ya kwamba hakuna mola anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kushuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Hiyo ndiyo nguzo ya kwanza ambayo Uislamu umejengeka juu yake. Bila hiyo Uislamu hausimami. Nguzo ya pili, ili Uislamu wa mtu ukamilike na usimame sawa sawa, wa iqamis salah, na kusimamisha swala. Alhadith, nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za Uislamu baada ya mtu kusema la ilaha illa Allah, ili Uislamu wake uthibiti, ni lazima asimamishe swala. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal na wengineo katika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Ali radhiyallahu anhu, aliwaambia huko mnakokwenda, jambo la kwanza la kulingania, walinganieni katika tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wakilikubali hilo, waambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim 5 salawatin fi yawmihim wa lailatihim, kwamba Allah amewafaradhishia juu yao swala 5 usiku wao na mchana wao. Ni wajibu kwa wao kuswali, kuonesha kwamba swala ni jambo la wajibu na ni jambo la lazima kwa kila Muislamu na halina udhuru, kama wanavyotoa udhuru baadhi ya watu, kama tutavyoona inshallah katika hotuba yetu hii. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam, qala rahimahullah, wa amma iqamus salah, ama kusimamisha swala, faqad waradat ahadithu mutaaddida, wa hakika zimekuja hadithi mbalimbali, tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja min al-islam, zinazojulisha juu ya kwamba mwenye kuiacha swala huyo ametoka kwenye Uislamu, kwa maana si Muislamu mtu huyo. Fa fi sahihi Muslim, imekuja hadithi katika Sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, kutoka Jabir radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah, kipambanuzi kilichopo baina ya Muislamu, mtu Muislamu, na baina ya imani na kufru, kumkufuru Allah na ushirikina, ni kuacha swala. Kwa maana kipambanuzi kilichopo baina ya Muislamu na kafir na mushrik ni as-salah. Atakayeacha swala mtu huyo hazingatiwi kuwa ni Muislamu, na hiyo ndiyo kauli ya jumhur, kwamba anayeacha swala huyo habaki katika Uislamu. Kwa ayuha nasu ibadallah, jambo la swala si jambo dogo kama wanavyolichukulia jamii yetu tuliyokuwa nayo leo. Ni Waislamu wengi ambao wameipuuza swala, adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat, wameipoteza swala na kuiacha na wakafuata matamanio ya nafsi zao. Lakini Allah jalla wa ala ametoa wa'id shadid liman taraka as-salah, qala Allah jalla wa ala fasawfa yalqawna ghayya, hivi punde watakuja kukutana adhabu ngumu, na adhabu ngumu ni moto wa Allah jalla wa ala, wa na'udhu billahi minan nar. aqulu ma tasma'una billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، نقول إسلام swala ni ibada kubwa, na Allah jalla wa ala ametutaka sisi kutaka msaada kwake kupitia sala na sabr. Qala Allah jalla wa ala wasta'inu bis-sabri was-salah, natakeni msaada kwa kufanya subra na kuswali. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, na kwa hakika swala ni jambo kubwa isipokuwa kwa watu wanyenyekevu wenye kumnyenyekea Allah kutokana na maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake.
alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, wale ambao wanayaqini kwamba ni wenye kukutana na Mola wao, wa annahum ilayhi raji'un, na kwamba wao kwake yeye Allah ni wenye kurejea, watarejea kwa Allah jalla wa ala. Hao ndio wanaosimamisha swala kisawasawa na wakakubali mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha nasu ibadallah, yatosha kuwa swala ni jambo kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuipokea pasi na wasita. Ibada zote tunazozifanya sisi alizoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzifikisha katika umma amepitia kwa Jibril alayhi salam, isipokuwa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipandishwa mbinguni na akapokea swala 5 na zikafaradhishwa juu yake na juu ya umma wake, akaja nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisa cha somwa kila mara, watu wakisoma katika maulidi zao huko, wakakaa wakaanza kusomeshana milango mbalimbali. Katika hiyo ni qisatul mi'raj, kisa cha kupandishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbinguni. Miongoni mwa mambo aliyofaradhishiwa Mtume alayhi salatu wassalam ni as-salawatil khams, ni swala 5. Kwa nini watu hawaswali? Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia hutuba yangu hii nitatoa nasaha hizi hasa kwa vijana wenzangu, vijana wa bodaboda wanaendesha pikipiki hizi za biashara. Miongoni mwa vijana ambao wameipoteza swala kwa 90% ni vijana wanaoendesha pikipiki za bodaboda. Ayuhan nasu ibadallah, hizi ni nasaha kwao, inatakiwa wajiulize maswali haya, na hizi haziwahusu wao peke yao. Nimeamua kuwahusisha kwa sababu ndio adhiya'un nas, ndio wanaopoteza zaidi swala kuliko watu wengine katika jamii, kwa tathmini ambayo nimeifanya mimi, na hasa katika mji wetu huu na miji mingineyo. Hawaswali vijana wengi kana kwamba si Waislamu, lakini zinahusu nasaha hizi mimi mzungumzaji, na kadhalika wasikilizaji wote na wenye kazi zao binafsi na kazi za serikalini na ngazi zozote ulizonazo, katika vyeo ulivyokuwa navyo, zingatia nasaha hizi. Fahamu kwamba wewe ni mwenye kukutana na Allah jalla wa ala. Kama si leo, basi ufahamu kwamba ni kesho. Kama si kesho, ni kesho kutwa. Kama si kesho kutwa, basi mwaka ujao na miaka ijayo. Lakini wewe ni mwenye kukutana na Mola wako Allah jalla wa ala. Na miongoni mwa vitu vitakavyowaokoa watu mbele ya Allah ni as-sala. Itakapokutwa swala yako imekamilika, huenda mengine ukasamehewa. Lakini swala yako ikikutwa umeipuuza, basi wewe huna dini wala huna Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, inatakiwa tujiulize maswali haya ayuha shabab, kwamba je, wale ambao tumewazika jana, juzi na kabla ya hapo walikuwa hawana mpango wa kuendelea kuishi? Hivi wewe unayetasarrafu kana na pikipiki yako, wenda huku warudi huku, una mkataba na Allah jalla wa ala kwa chombo chako hicho hakiwezi kukuua? Una mkataba na Allah kwamba huwezi kufa kitandani, huwezi kupata chochote ukaelekea mbele ya Mola wako? Madha qaddamta lighad, ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho? Jalia kwamba wewe leo umekutana na Mola wako. Juzi hapa, hata siku 4 hazijapita au 5, tumemzika kijana wa bodaboda hapa, amefariki kwa ajali. Hivi mnadhani kwamba yeye alikuwa hataki kuendelea kuishi? Alikuwa hatamani kubaki na jamaa zake aliyokuwa nao? Jalia kwamba ndio wewe sasa umezikwa katika kaburi lako, uenda kumwambia nini Mola wako hali ya kuwa ulikuwa hutekelezi dini yako? Mawaidha yapita kushoto yenda kulia, husikii chochote wala huambiliki. Wewe washughulishwa na dunia na wewe. Unadhani utamwambia nini Mola wako na jambo gani la kukutetea mbele ya Allah jalla wa ala? Lakini ayuha nas, tujiulize maswali haya kwamba je, hao tuliowazika hawakutamani kuendelea kuishi kama sisi? Bila shaka jawabu unalo. Lakini ni kitu gani ambacho wamekitanguliza? Jiulize mwenzako ametanguliza nini mbele ya Mola wake. Anapoulizwa maswali yale, yeye anajibu nini? Kitu gani kimemsaidia kama hakufanya ibadati na hasa swala? Je, sisi tumejiaminisha nini na adhabu za Allah jalla wa ala? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, msimamo wake katika jambo la swala ni mgumu. Anasema rahimahullah, yeyote asiyeswali yustatab, atatakiwa tauba. Kama kuna mahakama ya kadhi, hukumu za Kiislamu, ataitwa katika mahakama ya kadhi, atatakiwa tauba. Akitubia
basi ataachwa mtu huyo huru, wa illa asipotubia atakatwa shingo yake. Kadhalika hatokafiniwa mtu huyo, wala hatooshwa, wala kadhalika hatozikwa katika makaburi ya Waislamu, na kadhalika hatoswaliwa mtu huyo. Kadhalika Sheikh Ibn Uthaymeen al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala amesema maneno hayo katika kitabu chake Usulus Sunnah. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala msimamo wake ni kama huo, kwamba asiyeswali huyo ni kafir, amemkufuru Allah jalla wa ala. Katika kitabu chake au risala yake Hukmu Tariki Salah, isomeni risala hiyo muone namna Sheikh Ibn Uthaymeen alivyoeleza na adilla mbalimbali ustadili nazo kuhusu tariku salah, kwamba laisa bimuslim, kwamba mtu huyo si muislamu. Alafu uone wewe ujiweke manzila gani, namna unavyoishi maisha yako. Yeye anafikia hatua ya kusema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwamba mtu huyo pia harithi wala harithi, asiyeswali wala hatoozesha, hafai kuwa wali, kwa sababu yeye si muislamu, na kadhalika ahkamu za Kiislamu hazitaratab juu yake kwa sababu yeye si muislamu. Mtu huyo, uko wapi wewe kijana wa Kiislamu na mzee wa Kiislamu usiyeswali na kucheza na swala ambayo Allah ameifaradhisha kwako wewe, na ndio jambo la kuokoa mbele ya Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, huu umri tuliokuwa nao tusiuchezee. Tuna umri mchache. Watu wangapi wanaondoka kila mara na kila siku tunawazika. Usije ukajiaminisha kwamba mimi na miaka 20 leo na miaka 30 40. Wewe ni mwenye kuelekea kwa Mola wako, na wala huna khiari. Kama ulivyokuja duniani pasi na khiari, ndivyo utakavyoondoka duniani pasi na khiari. Na Allah haulizwi, la yusalu amma yaf'al, haulizi Allah analolifanya kwamba mbona umemuua mdogo huyu kijana, ungemwacha akatubia. Wewe hilo alitokusaidia, na siku ya kufa kwako ndipo utapoyakini haya yanayozungumzwa. Wewe baki hivyo hivyo, uambiwe maneno uone haya yasemwa, kwani aliyekufa akarudi. Allah jalla wa ala anaelezea shani ya umauti. Mtu anapokuwa anaelekea kwa Mola wake ashayakini kwamba huyu ndiye malakul maut, na hawa ndio malaika wanaosaidiana malakul maut wa kuchukua roho yangu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, mpaka unapomjia mmoja wao mauti akayakini kwamba mimi naelekea kwa Mola wangu na huyu ndiye malakul maut nilikuwa nikiambiwa, anasema Mola wangu nirejeshe mimi katika ulimwengu, la'alli a'malu salihan fima tarakt, huenda mimi nikafanya amali njema nilizoziacha, nikaswali, nikafunga, nikakaa chini katika vikao vya ilmu, nikajifunza dini yangu, watamani umri urejee. Allah anamwambia kalla, sivyo hivyo, koma kuzungumza maneno hayo, hayakusaidii chochote. Innaha kalimatun huwa qailuha, haka hilo ni neno alisema tu, halimsaidii chochote wala haliwezi kurejesha umri wake kurudi nyuma. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na mbele zao kuna maisha ya barzakh mpaka siku ya kufufuliwa. Ni wangapi waliozikwa? Hesabu kuanzia mtu wa kwanza aliyefariki mpaka leo, mpaka kesho na kesho kutwa, ni nani alirejea? Tutakwenda kukutana nao mbele za Allah jalla wa ala siku ya kiyama. Hivi wewe ukai ukatafakari ukaona kwamba mimi kesho na kesho kutwa nitaondoka, ni kitu gani kitanisaidia mbele ya Mola wangu? Wewe uko vijiweni tu. Vijana wengi wakaa vijiweni, story zisizokuwa na faida na mipango mbalimbali ya kilimwengu, mipango ya uasi, mipango ya uovu, zinaa na mengineyo, ndiyo yaliyojaa katika vichwa vya vijana wengi. Hawataki dini yao, kana kwamba sio Waislamu. Inatakiwa tufike hatua turejee kwa Mola wetu ayuhannas, na tuwaidhike na wale wanaoelekea makundi kwa Mola wao, wanakufa asubuhi na jioni. Kama hukubebwa katika jeneza leo, ufahamu kwamba ni kesho wewe utakuja kubebwa na kuambiwa kwamba tunatangaza kifo cha mtu fulani aliyekuwa haswali wala kutekeleza ibada. Muogope Allah jalla wa ala katika nafsi yako, wa'lamu annakum mulaquh, najueni kwamba mtakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، واغفر لنا من تقصيرنا يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.